Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, katika siku ya leo tutajifunza kuhusu Jehanamu, lakini hasa tutajifunza kwamba kiburi ni ufunguo wa Jehanamu au kiburi ni mlango wa Jehanamu. Kwa somo la leo, kiburi ni mlango wa Jehanamu. Kwa hiyo na katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, katika mizizi ya dhambi kiburi inakuwa namba 1, kwamba kiburi ni mzizi wa kwanza, ambao katika mzizi wa kiburi tunaona mizizi 7 ya dhambi inakuwa pale, ambapo kiburi ndio inakuwa ni shina. Na nimezungumza kiburi ni ufunguo, kiburi ni mlango wa Jehanamu, kwa maana kwamba tunapokuwa na kiburi hatuwezi kutubu. Tunapokuwa na kiburi tunakuwa na majivuno. Tunapokuwa na kiburi tunakosa unyenyekevu. Na ndio maana nikasema kwamba kiburi ni mlango wa Jehanamu. Ni mlango wa Jehanamu kwa maana kwamba wanaokwenda Jehanamu ni watu ambao walikataa kutubu. Yaani wote walioenda Jehanamu walikataa kutubu, kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma, lakini vile vile ni Mungu wetu ni mwenye haki, ni mwenye haki. Na Mungu wetu anatupenda kama katika Injili ya Luka sura 11 ya mwana mpotevu, tunaona ile alivyotubu yule mwana mpotevu akasema, nitarudi kwa Baba, kwa nini nateseka? Tunaona Mungu baba yake akamhurumia, akamfanyia sherehe. Na sisi ni hivyo hivyo, kwamba tunapokuwa unyenyekevu, tunapotubu, basi Mungu anatupenda, Mungu anafurahi. Na Yesu alituambia katika Injili ya Luka vile vile kwamba mtu mmoja anapotubu ni kwamba inakuwa mbingu yote inafunguka kwa furaha. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anapenda tutubu. Mungu anapenda turudi kwake. Na hauwezi kuwa na kutubu kama utakuwa na unyenyekevu. Unyenyekevu ndio unatufanya sisi kwamba sisi ni dhaifu. Tunahitaji huruma ya Mungu. Na huruma ya Mungu tunaiomba. Huruma ya Mungu haiji automatic. Huruma ya Mungu tunaiomba, na Mungu anamsamehe yote anayeomba toba. Ndio maana anasema kwamba Mungu hapendi mtu yote apotee, bali kila mtu apokee toba. Hatuwezi kupokea toba kama hatuna unyenyekevu. Mtakatifu Agustino ameweka vizuri sana hii. Mtakatifu Agustino anasema kwamba kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, lakini unyenyekevu ulimfanya binadamu akawa malaika, na zaidi ya kuwa malaika. Kwa mfano tunapomwona Mama Maria. Mama Maria ni Eva mpya ambaye alikuwa tofauti na Eva wa kwanza ambaye aliasi kwa kiburi, lakini Mama Maria alinyenyekea. Alisema fiat, ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Haya ni maneno ambayo yanaonyesha unyenyekevu wa Mama Maria. Na Mama Maria alivyosema ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena, pale Roho Mtakatifu alimshukia. Pale aliweza kutungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Pale Utatu Mtakatifu ulishuka, Mungu alishuka, na pale mbingu zilifunguka. Kwa hiyo tunaposali malaika wa Bwana ni sala muhimu sana, ambayo inatuflect maisha yetu, inatufundisha kwamba lazima tuwe wanyenyekevu kama Mama Maria. Mama Maria anatufundisha unyenyekevu, na Mungu alimtukuza akasema, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na ndio maana Mama Maria ni malkia wa malaika, ni malkia wa watakatifu wote, ni binadamu wa kwanza baada ya Utatu Mtakatifu. Mungu amemuinua, amempa enzi kwa unyenyekevu wake. Kwa hiyo kinyume chake ni kwamba sisi tunatakiwa tuwe wanyenyekevu. Hatuwezi kutubu kama tuna kiburi. Na kiburi ndicho kilimfanya shetani au kilimfanya Lucifer aliyekuwa malaika wa mwanga akaweza kutupwa katika moto wa milele, kwa sababu aliweza kumkaidi Mungu kwa kiburi chake. Alitaka kufanana na Mungu kwa kiburi chake, kwa maana kwamba aliona yeye na Mungu wana uwezo sawa sawa. Unapokuwa na kiburi, kwa lugha nyingine, unaonyesha kwamba wewe una uwezo zaidi ya Mungu. Unapokuwa na kiburi hasa kwa Mungu, unaonyesha kwamba wewe ukosei, wewe una kila kitu. Unasahau kwamba yote kiburi ni ukosefu wa shukrani, kwa sababu kama anavyotuambia Paulo, sisi tumekombolewa kwa neema. Ina maana kilicho cha kwako au kilicho cha kwangu ni dhambi, lakini mema yote tulionayo ni ya Mungu. Kwa hiyo unakuwa na kiburi cha nini? Kwa sababu kiburi kwa lugha nyingine unasema unaweza kila kitu, lakini si kweli, kwa sababu utakatifu ulionao ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mema yote tulionayo ni kutoka kwa Mungu. Ndio maana Paulo katika kitabu cha Waefeso, waraka wake kwa Waefeso sura 2 mstari wa 8 hadi 9, anasema mmekombolewa kwa neema. Kwa hiyo lazima sisi tuwe wanyenyekevu, kwa sababu tulicho nacho ni kwa upendo wa Mungu. Na Mungu angeweza kuwa peke yake, lakini wataalamu wa filosofi wanasema kwamba we are out
we exist out of love. Yaani sisi tupo kwa ajili ya upendo wa Mungu, kwa sababu Mungu ametuona kwamba hata tusingekuwepo kwake asingepungukiwa, lakini kwa sababu ya upendo wake sisi tumekuwepo. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na unyenyekevu badala ya kuwa na kiburi. Sitaki kwenda huko zaidi, lakini nizungumzie leo jehanamu. Tumesema somo la leo tunasema kwamba kiburi ni ufunguo wa jehanamu. Kiburi ni mlango wa jehanamu. Tunapokuwa na kiburi, tunakuwa tunajiwekea mazingira ya kukimbilia jehanamu bila sisi wenyewe kujua. Na jehanamu ipo. Katika hila ambazo shetani anazifanya kutushawishi ni kutuambia kwamba jehanamu haipo. Na hila ya pili ambayo shetani anafanya kwamba shetani haexisti. Wakati mwingine shetani anasema kwamba jehanamu ni danganya toto. Jehanamu ni opium ya kanisa, kwamba kanisa linatisha watu ili wakontrol kwamba kuna jehanamu, kwamba jehanamu haipo. Na Mtakatifu Alfonso de Goria anatuambia kwamba 95% ya watu wanaokwenda jehanamu ni watu ambao waliamini jehanamu haipo, na walipokufa kwa surprise wanajikuta kwa jehanamu, hawana muda tena wa kujitoa, ni mateso ya milele. Mfalsafa mmoja Kessel wa Kijerumani anasema kwamba ni vizuri ukaamini kwamba Mungu yupo, ni vizuri ukaamini kwamba mbingu ipo, na ni vizuri ukaamini jehanamu ipo ukaikwepa, kuliko ukasema kwamba jehanamu haipo ukaikuta, itakuwa ni balaa. Kwa hiyo bora ukaamini jehanamu ipo ukaikwepa kuliko ukaamini kwamba haipo ukaikuta. Kwa lugha nyingine kwamba jehanamu ipo, lazima tuchukue precaution. Na Mtakatifu Alphonsus de Goria amekwenda mbali, anasema mhubiri yoyote au mwalimu yoyote wa dini anayefundisha waumini wake au Wakristo wake bila kuwapa tahadhari ya jehanamu, bila kuwapa kwamba shetani yupo, basi mafundisho yake hayajakamilika. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Mtakatifu Alphonsus de Goria, mwalimu wa kanisa na daktari wa kanisa na mtaalamu wa kiroho. Kwa lugha nyingine ni kwamba jehanamu ipo, na wakati mwingine tunasema jehanamu ipo ili tusirelax, kwa sababu hata Yesu alipotuambia akasema kwamba struggle, kwamba tujaribu kuingia katika njia nyembamba, kwa maana njia pana ndio iendayo upotevuni. Na Paulo anatuambia kwamba tafuteni wokovu wenu kwa kutetemeka. Look out your salvation, work out your salvation with fear and trembling. Maana yake kwamba tafuteni wokovu wenu kwa kutetemeka na kuogopa, kwa maana kwamba tukizembea katika kutafuta wokovu wetu tutapotea. Kwa hiyo mara nyingi hata wateule wa Mungu, hata watu wengine hawapendi kuitaja jehanamu, wanasema jehanamu inatisha watoto, inatisha watu, maneno yanayotisha. Lakini nipende kukuambia kwamba jehanamu ipo, na Mama Maria ametuasa kuhusu jehanamu. Labda katika sisi wa Katoliki kuna tukio la mwaka 1917 kule Ureno, Fatima, ambapo Mama Maria aliwatokea watoto 3 wa Fatima, na hili tukio lilikuwa approved, kwa maana kwamba lilihakikiwa kwamba lilikuwa halisi, ni kweli. Na Mama Maria alipotokea, ujumbe mkubwa wa Fatima ni kwamba jehanamu ipo. Na alipowatokea watoto wa Fatima jehanamu, Mama Maria aliwaonyesha jehanamu wale watoto. Wale watoto walipoona jehanamu walitetemeka, ili kama sio maombezi ya Mama Maria, kama sio maombezi ya malaika wao, wangeweza kufa kwa hofu. Lakini kwa sababu walikuwa na Mama Maria na maombezi yao, wakaweza kusurvive wakiona jehanamu. Ingawa sasa hivi watu wangeweza kusema, dunia tulioendelea wakisema Mama Maria ashtakiwe, kwa sababu kwa nini aonyeshe kitu cha kuogopesha? Kwa nini aonyeshe watoto hawa? Watoto wangeogopa, haitakiwi. Na ndivyo sasa hivi tunaambiwa kwamba wakati mwingine tunaambiwa usifundishe watoto jehanamu, usifundishe watoto jehanamu, utawatetemesha, utaogopesha. Lakini kama Mama Maria aliweza kuonyesha watoto wa jehanamu, ina maana jehanamu ni kitu serious. Na labda nikwambie mpendwa mtazamaji kwamba wale watoto waliweza kusali kwa bidii, waliweza kufanya malipizi wakiwa wadogo, katika umri wao mdogo, na waliweza kuwasaidia watu na kwa watakatifu katika mambo ambayo yaliwatransform, mambo waliogeuza. Waliwaambia, walipoona jehanamu waliogopa, wakaona kwamba tukifanya, tusiposali kwa bidii, tusipomwangukia Mungu tutapotea. Kwa hiyo unaona kwamba sehemu ya utakatifu yao ilichangiwa vile vile na kuona kwamba kuna jehanamu. Kwa hiyo waliogopa sana na wakawa wanawaombea wakosefu. Na katika nimesahau jina, labda baadaye nikumbuka nitasema, Lucia alimuuliza Mama Maria, akamwambia kuna rafiki yangu fulani yuko mbinguni. Mama Maria alimwangalia akasema, rafiki yako yuko toharani mpaka mwisho wa dunia. Kumbuka kwamba maisha ya umilele ni maisha ambayo ni maisha muhimu sana. Na Mama Maria aliwaambia watu wa Fatima, akasema watu wangejua maana ya umilele wasingecheza na dhambi. Kwa sababu unapopotea, umilele ni kitu kikubwa sana. Ni kitu ambacho
milele na milele. Na jehanamu tunaposema jehanamu ni kwamba ni mateso ya milele kwa milele. Jehanamu ni mateso ya milele kwa milele. Ndio maana Mama Maria Mama Maria ambaye watoto wa Fatima kwamba watu wangejua milele ni kitu gani, wangemuomba Mungu kwa bidii, wangesali kwa unyenyekevu ili wasipotee. Na katika tukio la Fatima ambapo watoto waliona jehanamu, ambayo jehanamu ipo, watoto walifundishwa sala nzuri ambayo tunasali katika rozari. Ningeanza na hii sala ambayo natumaini utakuwa unaisali, lakini leo nikufahamisha kwamba hii sala ambayo unaisali leo ni sala ambayo ilifundishwa na malaika kutoka mbinguni, kwa maana kwamba watu waogope jehanamu, wanaomwombe Mungu wasiende jehanamu. Sala hii inasema hivi: E Yesu mwema, utusamee dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Hii sala watoto wa Fatima walifundishwa na malaika. Na ukiona katika hii sala inawaambia kwamba E Yesu mwema, utusamee dhambi zetu, utukinge na moto wa milele. Milele, jehanamu si mchezo, jehanamu ipo. Na ndio maana hii sala katika rozari kisali unaisali hii sala kwamba E Yesu mwema, utusamee dhambi zetu, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji huruma yako. Na vile vile tunapozungumza, Kanisa Katoliki limezungumza mambo manne ya mwisho, linafundisha mambo makuu manne ya mwisho. Haya mambo makuu ya mwisho, manne ya mwisho linafundisha kuhusu mbingu, linafundisha kuhusu hukumu ya mwisho, lakini hukumu ya individual, ina maana binadamu, mtu kwa mtu peke yake, lakini hukumu ya wote. Afu kitu cha tatu linazungumzia kifo, lakini kitu cha nne linazungumzia jehanamu. Kwa hiyo mafundisho kuhusu jehanamu ni mafundisho ambayo ni valid, ambayo hatufundishi jehanamu kwa kuogopa kwenda jehanamu. Tunafundisha jehanamu kuonyesha kwamba Yesu alitupenda na akataka sisi tusiende kule. Kwa hiyo unapojua kwamba kuna jehanamu, utajua kwa nini Yesu alikufa msalabani, kwa sababu alitupenda, hakutaka tupotee. Anasema Mungu hapendi mtu yoyote, bali anataka kila mtu apokee toba. Kwa hiyo tukimpenda Yesu hatuna sababu ya kuogopa jehanamu. Tukimpenda Yesu hatuna sababu ya kutishika. Wakati mwingine shetani anatutisha kwamba sisi tutapotea kwa sababu Mungu hatupendi. Mungu anapenda watu wateseke. Si kweli, ni maneno ya uongo ya shetani. Lakini Mungu anapenda kila mtu apokee toba na apokee. Na Yesu ameshatufia msalabani. Sasa kama ametufia msalabani, kwa nini tuogope jehanamu? Swali zuri. Ni kwamba Mungu ametupa uhuru wa kuchagua. Hatulazimishi kama maroboti. Tuna kitu kinaitwa free will. Free will ni kwamba kila mtu ana uwezo kuchagua. Lakini pamoja na kwamba ametupa uwezo kuchagua, bado Mungu ametupa possibility nyingi za kutokwenda jehanamu, possibility nyingi. Kwa mfano, ametuachia Yesu Ekaristi, ametuachia sakramenti ya kitubio, ametuachia rozari ya Mama Maria. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo wakati mwingine shetani hataki tuvione, hataki tuvitumie, ili kwamba ana buy time aweze kutufanya nini? Aweze kutupoteza. Na ndio maana tunapozungumza leo kwamba kiburi ni mlango wa jehanamu, ni kwamba unapokuwa na kiburi huwezi kutubu. Na kumbuka kwamba jehanamu iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika wanaomtii. Na Mungu ni mwema, akuumba kitu kibaya. Ni kwamba jehanamu imeumbwa kwa matakwa ya shetani mwenyewe, kwa shetani mwenyewe kuchagua, na sisi na wale ambao wanamfuata. Lakini Yesu vile vile ametuambia mambo kuhusu jehanamu. Tutaangalia katika maandiko matakatifu. Labda tuanze na katika kitabu cha Ufunuo. Tunaona kwamba katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa 7 mpaka wa 8 anasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi au waabuduo sanamu na waongo, sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Unaona hapa tunaona jehanamu katika kitabu cha Ufunuo ambacho maandiko yanatuambia hivyo. Na jehanamu aliumbiwa shetani na malaika zake na wote wanaomfuata. Lakini swali linakuja, kama Mungu ni mwema, kwa nini aliumba jehanamu? Jehanamu tunakwenda kwa hiari yetu wenyewe. Wataalamu wa saikolojia wanasema kwamba katika moyo wa binadamu, yeye ndio ana uwezo wa kufungua, kuingiza vitu katika moyo wake. Kwa maana kwamba wakati mwingine tunamfungulia shetani nafasi na tunaifungulia jehanamu nafasi kwa matakwa yetu na kwa tamaa zetu. Lakini sisi Mungu ametupa uhuru wa kufungua, uhuru wa kutenda tunachotaka. Ingawa wakati mwingine tunaelekea kwenye dhambi zaidi, lakini bado anatupa neema nyingi kwa Roho Mtakatifu na kwa Yesu Ekaristi, ambaye ametuambia kwamba mtu anilaye mimi atakuwa na uzima milele. Katika Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 54 anasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho.
Huu ni upendo ambao Yesu anatuonyesha kwamba hataki twende jehanamu. Lakini kama tukikosa unyenyekevu hatutamwamini Yesu Kristo. Kama tukikosa unyenyekevu hatutampokea Yesu Kristo. Na tunapomdharau Yesu Kristo, tusipompokea Yesu Kristo, tunapoteza uzima wa milele. Matokeo yake tunakimbilia jehanamu. Maana yake kuna vitu viwili, kuna Mungu na shetani. Kwa hiyo Yesu anasema hatuwezi kutumikia mabwana wawili, aidha tutampenda huyu au tutamchukia huyu. Kwa hiyo ni vizuri kuliangalia hili swala. Lakini katika maandiko vile vile tukiangalia katika kitabu cha Agano la Kale, katika kitabu cha Nabii Isaya sura 66 mstari wa 24 anasema, nao watatoka nje na kuitazama mizoga ya watu walioniasi, maana funza hao atakufa wala moto wao hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Kwa hiyo unaona kwamba hapa jehanamu, Nabii Isaya anazungumzia kuhusu jehanamu kwamba jehanamu wanaoasi, na kiburi kinazaa uasi. Kiburi kinazaa uasi. Na tunapokuwa tuna uasi ni ngumu sana kuokoka, kwa sababu ni vizuri, ni bora ukamwamini Mungu kuliko ukamwasi Mungu, kwa sababu ukimwamini Mungu atakutenda dhambi unaweza ukatubu, lakini ukimwasi Mungu kutubu inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ni vizuri tukao unyenyekevu. Na katika kitabu cha Nabii Danieli sura 12 mstari wa 2 anasema tena wengi wa hao walao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine watapata uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hiyo unaona kwamba hicho ni jehanamu ambayo imeelezwa mara nyingi sana katika Biblia. Lakini katika Agano Jipya Yesu amezungumzia kuhusu jehanamu mara nyingi sana. Na Yesu alikufa kwa ajili ya kutukomboa ili tusiende sisi jehanamu. Na amekuja kutukomboa ili sisi tuwe na uzima wa milele. Katika Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12 anasema, na shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupa jehanamu. Kila mti usiozaa matunda kutupa na kukata jehanamu. Yesu anazungumzia jehanamu hapa, na kwamba ni lazima tuwe na matendo mema. Ina maana matunda mema ni matendo mema. Ili tuweze kuwa na matendo mema, basi tunakuwa tumekwepa jehanamu. Unapokuwa mwema unatenda yanayotaka Bwana Yesu. Unapokuwa mwema unamfuata Yesu, ina maana unaikataa jehanamu. Katika Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 12 Bwana Yesu anatuambia kwamba ambaye pepeto lake li mikononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kukusanya ngano yake ghalani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Kwa moto usiozimika maana yake anazungumzia jehanamu, kwamba lazima tutende matendo mema. Lakini katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 22 anasema, bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na akimfanya ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Unaona hapa bado Yesu anatuambia kwamba kuna jehanamu ya moto, kuna jehanamu ambayo sisi tunatakiwa tuwe na upendo. Na ndio maana Yesu anatuambia kwamba wapendeni adui zenu, kwa maana kwamba Yesu anatuambia twende extra mile, kwamba tumpende adui yako. Adui ni yule ambaye unampenda, lakini kama umpendi mtu ina maana huyo sio adui yako. Kwa maana kwamba ukimchukia mtu au ukimpenda, umpendi mtu, kimuona utakosa furaha. Lakini kama unampenda mtu hata kama yeye hakupendi, ina maana furaha yako hauwezi kuiondoa. Lakini unapo respond katika chuki ya mtu, na wewe kaenda katika ile chuki kwa maana fulani, kwa maana moja au nyingine, unaondoa furaha katika moyo wako na unamuondoa Yesu katika moyo wako, kwa sababu Yesu anasema kwamba wapendeni adui zenu. Ndio amri aliyotuachia Yesu. Amesema sisi kama Wakristo kupendana kwa wenyewe haitoshi, lazima tuwapende adui zetu. Kwa maana gani? Kumpenda adui yako sio kumchekelea, kumpa chakula. Kumpenda adui yako ni kumwombea mema, ni kumwombea neema, ni kumwombea uongofu, ni kumwombea abadilike. Na hata mitume na watakatifu waliweza kuombea watesi wao wakaweza kubadilika na kuweza kuwa watakatifu. Tukienda katika Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 19 anasema Yesu anasema, kila mti usiozaa matunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Kwa lugha nyingine kwamba imani pekee haitoshi, ni kwamba lazima tuwe matendo mema, kama anavyosema Paulo kwamba japokuwa naongea kwa lugha za malaika nikijua kila kitu, lakini kama sina upendo nimekuwa kapi mimi, nimekuwa kama popo sio uvumao. Lakini jehanamu Yesu anamzungumza mara nyingi sana. Twende katika Injili ya Mathayo sura ya 10 mstari wa 28 anasema, msiwaogope wao mwili, wasiweze kuiua na roho, afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho
pia na kutupa jehanamu. Kwa lugha nyingine Yesu anatuambia tuogope dhambi. Dhambi ndio imemweka Yesu pale msalabani. Kwa hiyo tukiacha dhambi ni kwamba tunaikimbia, tunaifunga jehanamu. Tukichukia dhambi, tunaichukia jehanamu. Ndio Yesu anasema kwamba tukimpenda Mungu tuogope dhambi, kwa sababu utakatifu na dhambi haviendani. Lazima tuache dhambi. Na Yesu anatuambia vizuri kwamba tumuogope anayeweza kuua mwili na roho, ambaye anaweza kututupa jehanamu. Kwa lugha nyingine tuogope dhambi. Na katika Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 41-42 anasema mwana wa mtu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na watendao maasi, na kutupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwepo kilio na kusaga meno. Kwa jehanamu ipo. Yesu anatuambia kutakuwa kuna kilio na kusaga meno. Ndio maana alikufa msalabani kwa ajili yetu, hakutaka sisi twende jehanamu. Lakini katika Injili ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 9 anasema, na jicho lako likikukosesha ling'oe, ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima chango kuliko na macho mawili au kutupwa jehanamu. Hapa Yesu anatuambia kwamba tafsiri yake ni kwamba maisha ya umilele, maisha ya mbinguni ni bora kuliko maisha ya muda mfupi. Kwa hiyo wakati mwingine ni vizuri tukasacrifice maisha yetu kwa mambo ambayo yanaweza kutupoteza, kwa mambo ambayo yanaweza kutupeleka hata jehanamu. Mfano, mtu anakwenda labda kwa mfano mimi naona nikienda kwenye baa nitashawishika kulewa, nitashawishika kufanya matendo mengine. Ni bora nikajinyima hiki kwa muda mfupi, lakini nikaokoa uzima wangu, kwa sababu nafasi za dhambi ambazo unaweza kuziepuka, unaweza kuziepuka. Au kasikia mtu anazungumza neno baya ambalo unaona nikimsengenya mwenzangu utaingia katika chuki. Au wakati mwingine tunaruhusu hasira zaidi, tunakuwa na hasira katika maamuzi yetu, tunaamua vibaya kwa sababu tuna hasira, pengine unaweza kumpiga mtu au kumfunga mtu bila hatia. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vizuri tukawa wanyenyekevu tukaviacha, ili kusudi tusiweze kutotenda mema. Yaani nafasi za dhambi ni bora tukasacrifice, tukaumia, lakini tusiingie katika nafasi za dhambi. Ndio maana yake. Ingawa tafsiri hii kulikuwa kuna mteolojia anaitwa Origen, huyo alikuwa na Misri. Yeye aliandika vitabu vizuri sana vya teolojia. Lakini hii tafsiri alichukua vibaya, yeye alijikastrate. Kwa sababu alikuwa anaona tamaa za mwili zinamsumbua, akajikastrate. Lakini kanisa alipoweza kumpa utakatifu, kwa sababu njia aliyotumia ni kwamba alikimbia kishawishi. Tunaambiwa kwamba lazima tushinde kishawishi, kwa sababu unaposhinda kishawishi ndipo unapovishwa taji. Ndio maana mtu hawezi kuwa padri kama amehasiwa, kwa sababu atakuwa padri namna gani? Atawezaje kushinda kishawishi? Au mtu anataka kuwa mtawa alafu amejihasi. Ndio kilichomtokea Origen. Yeye alijikastrate kabisa ili kusudi asipate yaani kwa lugha nyingine alikataa majaribu au alikataa vishawishi ambavyo vingeweza kumfanya, kwa sababu Yesu anasema katika Injili kitabu cha Ufunuo kwamba yeye ashindani nitampa kula matunda ya mti wa uzima. Kwamba we need to struggle, maisha yetu lazima tu struggle. Tunapo struggle, tunapoonyesha upendo wa Mungu katika kukataa vishawishi, katika kumkataa shetani, ndipo tunapopata neema, tunapopata baraka. Sio kukimbia kutompenda Yesu au kukimbia vishawishi. Lazima tupambane na vishawishi, kwa sababu Yesu anasema neema yangu inatosha. Lakini jehanamu Yesu amezungumzia mara nyingi. Twende katika Injili ya Mathayo sura ya 22 mstari wa 11 hadi 13. Anasema, mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikononi na miguuni, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. Neno kilio na kusaga meno amerudia mara nyingi sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ndugu mpendwa, jehanamu ipo. Hizi ni shuhuda ambazo Yesu amezizungumza. Na hapa anazungumza kwamba kutokuwa na vazi la harusi. Harusi amezungumzia kama mbingu, lakini kutokuwa na upendo ni kutokuwa na vazi la harusi. Nasema mtu asipokuwa na upendo atamtupa katika moto wa milele. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba maisha yetu lazima tuwe maisha ya upendo. Kinyume cha upendo ni chuki. Chuki ambayo inaitwa na kiburi, inaitwa na hila za shetani. Na tukisoma tena katika Injili ya Yohana Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa 22 hadi 26 tunaona hapa kuna tajiri na maskini Lazaro. Tajiri hata jina lake halijatajwa. Baada ya kufa tunaona tajiri anamwambia Ibrahimu, mwambie Lazaro anipe tone la maji, ninateseka sana. Lakini angalia Ibrahimu alivyomjibu. Anamwambia je, katika mstari wa 26 katika Injili ya Luka
16 mstari wa 27 anasema kwamba zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwetu kwenda kwenu wasiweze. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ili tuweze kwamba unapokuwa duniani, mpendwa mtazamaji, unapokuwa duniani, neema za kupata mbingu ziko duniani. Baada ya kufa hizo neema tena hazipo, na tunatubu tukiwa tunaishi katika duniani. Na ndio maana Ibrahimu anasema kwamba tumewekewa shimo, kwamba ina maana kwa lugha nyingine anazungumza kwamba baada ya kufa, kama wewe kuweza kutubu, hutapata neema tena ya kutubu. Kama wewe kuweza kutenda matendo mema, hutapata muda wa kutenda matendo mema. Kwa hiyo mbingu unaipata ukiwa hapa duniani. Kama alivyokuwa yule Lazaro aliishi kwa kumtumikia Mungu katika hali ya shida, ina maana unakivuna kilichokuwa hapa duniani. Baada ya kufa, huo muda wa kutubu tena haupo. Sasa hapa ndipo shetani anatushika, kwa sababu shetani mara nyingi anatupoteza mawazo yetu kwa kubuy time, kusema kwamba nitaungama kesho, nitatubu kesho. Ghafla unakuja unakupata kile kifo. Ukishakufa jua kwamba muda wako wa kutubu umekwisha. Binadamu muda wake wa kuungama ni anapokuwa duniani. Ndio maana tunaambiwa kwamba maisha ya Mkristo ni mashindano mpaka atakapokufa. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini, kujifunza kutubu. Popote unapotenda dhambi, usisubiri kesho au kuungama pale. Na tunaambiwa kwamba kwa mfano umilele, jehanamu ni kitu cha umilele. Katika lugha ya Kigiriki unasema Iones au Ivones. Ingawa kwa mfano Origen alisema kwamba umilele ni kitu cha muda, lakini kanisa likakondem, likasema alikosea. Umilele ni kitu, jehanamu ni milele na milele. Ukipotea ni milele na milele. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko serious sana. Na hata Mama Maria pale Fatima alisema watu wangejua jehanamu ni kitu gani, watu wangejua kwamba wakipotea ni umilele kitu gani, basi wangesali kwa bidii. Na katika kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba tunaambiwa kwamba jehanamu si swala la muda, ni umilele, milele na milele. Amina. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 11 anasema, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Kwa hiyo jehanamu, mpendwa mtazamaji, ni kitu ambacho unatakiwa kumuomba Yesu akuepushe. Ni kitu ambacho unakuwa kumuomba neema ya Mungu. Kwa sababu jehanamu kuna faraja. Kumbuka kwamba duniani wakati mwingine tunapata faraja, Mungu anatupa faraja kupitia Yesu Ekaristi, kupitia watakatifu. Na hata unapokwenda toharani kuna malaika atakufariji, lakini unapokwenda jehanamu huna mtu wa kukufariji hata mmoja. Na Mtakatifu Catherine wa Siena amezungumza aina 4 za mateso ambayo watu wanayapata jehanamu. Akazungumza teso la kwanza, anasema roho haimuoni Mungu. Hilo ni teso kubwa ambalo wanapata watu wa jehanamu. Tazungumza kwa ufupi tu, yako mateso mengi, lakini nazungumza mateso 4 uweze kuona ubaya wa jehanamu, uweze kuacha dhambi, uweze kuwa mtu wa toba ili usiweze kwenda jehanamu au tusiweze kwenda jehanamu. Anasema roho ya mtu inapokufa inatamani pale muone Mungu, lakini inapomkosa kumuona Mungu ni teso kubwa sana. Kwa sababu Mtakatifu Agustino anasema tumeumbwa ili tuweze roho zetu haziwezi kutulia kama hazitakuwa usoni kwa Mungu. Ili roho zetu zitulie lazima ziwe mikononi mwa Mungu. Imagine sasa hii roho ambayo inataka kwenda kwa Mungu inakwenda jehanamu. Ni teso kubwa sana, ni uchungu mkubwa sana, ambapo ili ni teso mojawapo ambapo walio jehanamu wanalipata. Hawamuoni Mungu maisha yote, kwa sababu sisi tumeumbwa kwa ajili ya Mungu, tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo usikubali utukufu wa Mungu ukapotea. Na shetani hakulazimishi kwenda jehanamu, anakushawishi. Shetani anakushawishi kwa sababu Mungu ametupa uhuru wa kuchagua mema na mabaya. Kwa sababu Mungu ana uwezo wa kutufanya wote tuende mbinguni, lakini angekuwa anatulazimisha. Maana yake katika teolojia tunasema upendo ulio timilifu ni upendo ulio na uhuru. Na Mungu ametupa uhuru, wakati mwingine uhuru tunautumia vibaya. Lakini teso la pili ambalo watu wanalipata wa jehanamu, wanakuwa na majuto kwa nini walitenda dhambi. Wana majuto ambayo hawawezi kuyabadilisha milele, kwa sababu maamuzi yao yanakuwa fixed, hayabadiliki tena. Kwa hiyo ni teso kwamba wanajuta kwa nini walitenda zile dhambi. Na wana kila dhambi inakuwa na teso lake jehanamu. Wakati mwingine wengine wanakufa mapingo, wanaona kwamba huyu nikimwacha atateseka mara 1000, kwa hiyo anamchukua. Kwa hiyo ni vizuri tukaogopa dhambi.
ni vizuri tukachukia dhambi. Ndio maana tukimwona Yesu pale msalabani, tujue Yesu hakufa kwa mchezo, hakufa kwa mzaha. Aliona jehanamu, akasema watu wangu ni wakomboe. Kwa hiyo hii bahati ambayo tumenunuliwa kwa damu yenye thamani. Kwa hiyo tusipoteze thamani hii. Shetani anatushawishi tulipoteze thamani hii. Lakini teso la tatu ambalo wanalipata watu wa jehanamu ni kwamba wanakutana uso kwa uso na shetani. Wanapata vision ya shetani. Shetani hatumuoni vizuri kwa sababu wakati mwingine anajibadilisha katika umbo zuri ili aweze kutushawishi, aweze kutudanganya. Lakini ni kiumbe kinachotisha kuliko viumbe vyote. Watoto wa Fatima walipomuona, walivyoonyeshwa jehanamu, walizimia kwa hofu kwa sababu waliona viumbe vya ajabu ambavyo hawajawahi kuviona tangu wazaliwe. Na roho zile za waliopotea zinateseka kwa kupata vipigo vya shetani, zinateseka kwa kuona vitu vya kutisha ambavyo havijawahi kuonekana katika ulimwengu huu. Lakini teso la 4 wanalopata waliopotea ni kwamba wanachomwa roho zao moja kwa moja. Hapa duniani wakati mwingine roho zetu hazipati maumivu kwa sababu tuna mwili, tuna nafsi. Lakini unapoenda jehanamu ni roho inachomwa, na kisha ile roho ikiwa ile ikichomwa, yani tunazungumza kwa lugha ya picha, kuchomwa, kwa sababu hakuna mateso mengine ambayo tunaweza yakapenetrate katika akili yetu zaidi ya moto. Kwa hiyo ni lugha ya picha, lakini haina maana ni moto. Kuna mateso zaidi ya moto ambao tunaofikiri, ni zaidi ya moto ambao tunaofikiri. Na ni kwamba ile roho inateseka sana, inaungua sana. Kwa nini? Kwa sababu haiwezi kufa. Ni milele na milele. Wale walio jehanamu wanatamani wangekufa wasiwepo katika duniani. Wanatamani wasingezaliwa kwa maumivu wanayoyapata. Kwa hiyo jehanamu it's real. Jehanamu ni kweli, haina mchezo. Lakini hatuna sababu ya kuogopa jehanamu kama nilivyosema. Kama ukimpenda Yesu, huna sababu ya kuogopa jehanamu kwa sababu yeye ni uzima na ufufuo. Na Yesu na kuna mambo kama 4 ambayo yanaweza kutusaidia tusiende jehanamu. Jambo la kwanza kama nilivyozungumza, lazima tuwe unyenyekevu. Unyenyekevu ulimfanya Mama Maria akawa malkia wa malaika. Fiat, aliposema Fiat, ndimi mtumishi wa Bwana, basi neno wa Mungu alitoa mwili. Mama Maria aliposema ndimi mtumishi wa Bwana, tendo ulivyonena, mbingu zilifunguka. Lakini kiburi kilimfanya Lucifer akapoteza utukufu. Lucifer akafukuzwa mbinguni. Maana yake Lucifer alisema ni bora kutawala jehanamu kuliko kuwa mtumwa mbinguni. Kwa hiyo alichagua kwenda kuwa mtawala wa jehanamu kuliko kutumikia mbingu. Ndicho kiburi kinachotufanya hivyo. Ndio maana tukasema kwamba kiburi ni mlango wa jehanamu. Kwa hiyo njia moja ya kushinda kiburi ni unyenyekevu. Na unapokuwa unyenyekevu tunaweza kutubu dhambi zetu. Kama Yesu anavyotuambia katika Injili ya Luka sura 13 mstari wa 3, anasema nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Na katika Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 22 hadi 23, Yesu anasema pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungiwa dhambi wamefungiwa. Kwa lugha nyingine, sakramenti zinatukinga na jehanamu. Sakramenti tulizoichona kanisa, hasa sakramenti ya kitubio. Ni vizuri tukaitumia sakramenti hii. Na usisubiri mpaka uwe mgonjwa kwa sababu dhamana ni ndogo. Unapotenda dhambi yoyote lazima hakikisha unakimbia katika sakramenti ya kitubio. Lakini kitu cha 3 ambacho kinatufanya tunaweza kwenda jehanamu ni dhambi za mauti. Tunapozungumza dhambi ya mauti inaitwa dhambi ya mauti kwa nini? Kwa sababu inaua roho. Watu wengi wanatembea lakini kiroho wamekufa kwa sababu wametenda dhambi ya mauti. Au unaweza kuwa unatembea unaishi lakini kiroho kumfu, umetenda dhambi ya mauti. Dhambi ya mauti, kwa nini tunasema dhambi ya mauti? Dhambi ya mauti inaondoa uhai wa Mungu moyoni mwako au rohoni mwako. Unapotenda dhambi ya mauti unaondoa neema ya utakaso. Kwa sababu hauwezi kumuona Mungu kama una neema ya utakaso. Neema ya utakaso tunaipata pale tunapoenda kwenye sakramenti ya kitubio. Kwa hiyo sakramenti ya kitubio ina mambo mawili. Kwanza inatuondolea dhambi, lakini inarudisha neema ya utakaso ambayo tumepoteza wakati tumetenda dhambi ya mauti. Tunapotenda dhambi ya mauti tunakuwa tumemfukuza Mungu rohoni mwetu, tunakuwa hatuna Mungu, tunakuwa tumemkaribisha shetani. Kwa hiyo roho zetu zinakuwa zimejitenga na Mungu, zinakuwa zimemuasi Mungu. Lakini Mungu kwa huruma yake, tunasema Mungu mwenye huruma tukiwa duniani ametupa sakramenti ya kitubio. Unapotubu, unapoungama, Mungu anatengeneza hali hii, anaitengeneza roho yako tena, anaondoa ile dhambi, anaitakasa. Ndio maana marehemu walio toharani walifanya kitubio.
waliweza kuungama dhambi za mauti, ndio maana wako toharani. Kwa hiyo kule wanakuwa takaswa, kwa sababu mbinguni lazima uingie usipokuwa na doa, uingie ukiwa msafi. Kwa hiyo tunapoishi duniani kuna kitu tunakuwa, binadamu anakuwa ana maamuzi yanaitwa opted decision. Katika teolojia tunasema opted decision ni kwamba sisi maamuzi yetu sisi yanakuwa yanachanganywa na nafsi na mwili. Kwa wakati mwingine tunaamua ndivyo sivyo kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu, concupiscence alivyosema Mtakatifu Thomas Aquinas, kwamba kuna vitu ambavyo madhaifu yanatufanya tunakuwa tunakosea. Lakini sisi tuna advantage moja kwamba tunaweza tukaungama. Ila tukisha kufa hatuna muda tunakuungama. Malaika hawezi kuungama kwa sababu malaika ni roho tupu. Kwa wenyewe uamuzi wao unakuwa ni eternal au fixed. Ndio maana malaika hajaambiwa mkombozi, kwa sababu alichoamua ameamua. Shetani, ninavyosema malaika na maana malaika muasi, sio malaika mwema. Malaika waasi ambao ni shetani, wao walisema no. Hiyo ni inaitwa eternal no, yani ni hapana ya milele kwa sababu ya maumbile yao. Lakini sisi tunapokuwa duniani tuna advantage ya kuungama. Mungu anatusamehe. Lakini tunapokufa tunakuwa tuna advantage ya kuungama tena. Tunakuwa tuna fixed decision. Tunakuwa tuna fixed will. Yani ulichokiamua ushakufa, huwezi kubadilisha tena ile mazingira. Kwa mfano umekufa na dhambi ya mauti, na maana huwezi kubadilisha ile hali, ndio unapotea milele kwa milele. Au umekuwa mtakatifu, ina maana nafsi yako, wakati mwingine nafsi zetu zinabadilisha maamuzi, nafsi zetu zinatupoteza. Lakini unapotengana roho na mwili, tena roho inabaki na maamuzi ambayo tayari yalishafanyika. Kama ulikuwa umetubu, ina maana tayari unakuwa katika mikono ya Mungu. Kama ulikuwa hujatubu, ndio inakuwa ni mwisho wako. Na kama nilivyosema katika Injili ya Luka, pale Ibrahimu ile Lazaro alisema nipe maji, kwa lugha nyingine azungumzi maji, anazungumza neema ambayo hapa duniani ulipoteza, utaipata tena. Au muda wa kutubu utaupata tena, kwa sababu unatubu tukiwa hapa duniani. Ndio maana ni vizuri tukawa watu wa toba. Ndio maana shetani anatuchezea, anatushawishi kwamba tutaungama kesho kushukutu, kwa sababu ana buy time. Anajua tukisha kufa hatutaungama tena. Anajua tukisha kufa hatutapata neema tena. Kwa hiyo anataka muda wetu anauweka katika starehe, katika anasa, ili kwamba atupofushe tusione umuhimu wa kutubu, tusione umuhimu wa kusali. Lakini Mtakatifu Alphonsus de Goria anasema wale wanaopotea ni wale walioacha kusali. Kwa hiyo sala inatusaidia kutubu, kwa sababu Mtakatifu Paulo anatuambia katika waraka wa pili wa Efeso kwamba sura ya 8 mpaka 9, sura ya 2 mstari wa 8, anasema tumekombolewa kwa neema. Neema umeipata katika kusali. Kwa hiyo kitu ambacho shetani akitaka kukuvuruga, akikunyang'anya sala, kukupeleka jehanamu ni rahisi. Ndio maana Mtakatifu Agustino anasema sali ukafanya kila kitu. Kwa maana kwamba unaweza kushangaa kwa nini Mtakatifu Agustino anasema ni sali afu nifanye ninavyotaka. Amesema vile kwa sababu unaposali unakuwa na neema. Unaposali unakuwa na neema, na maana unaweza kutubu. Lakini usiposali ni hatari sana, unaweza kuangamia. Na vile vile tunaona kwamba baada ya kufa tena hakuna kitubio. Kitubio ni sasa hivi. Watu wanasema sasa hivi vifo vinakuja mara nyingi. Huwezi kusema labda nitakuwa na miaka 80, 20. Wewe ni nani mbele ya Mungu? Kesho yako si yako. Mtakatifu Agustino anasema kwamba ishi kama kesho utaiona. Mtakatifu Agustino anatuambia ishi kama kesho utaiona, kwa sababu kesho si yako tena. Kwa hiyo ishi kwa ukamilifu kwa siku ya leo. Unapokuwa una dhambi unakuwa unatubu. Lakini kuna kitu ambacho tutakizungumza ambacho ni vizuri tukakielewa. Katika theology kuna kitu kinaitwa irrevocability of the choice. Tanieleza sio na wasiwasi. Tunapozungumza irrevocability of the choice katika theology, tuna maana kwamba unapokuwa duniani unakuwa una muda wa kutubu. Yaani Mungu na shetani tuna tofauti. Shetani yeye alishasema no ya moja kwa moja, haibadiliki. Lakini binadamu anapokuwa duniani anakuwa yuko limited katika kutubu. Limited maana yake ni kwamba unapokufa huwezi kutubu tena. Ina maana ile freedom, ile nafasi yako ya kutubu unapokufa inakuwa haipo tena. Ina maana kama ukiweza kutubu duniani, kwa mfano umekufa na dhambi ya mauti, ina maana hata ukifa na dhambi moja ya mauti unakwenda jehanamu. Kwa sababu tumesema dhambi ya mauti inaua roho. Dhambi ya mauti inafanya roho isiwe na uzima wa kimungu ndio rohoni mwako.
Na ndio maana unapokuwa duniani unapofanya dhambi ya mauti inatakiwa kutubu. Na hata kabla kwenda kumpokea Yesu Ekaristi, tunawahimiza watu wakiwa na dhambi ya mauti usipokee, kwa sababu unapopokea dhambi ya mauti unakula hukumu. Ni vizuri kupokea sakramenti ya kitubio kabla hujapokea sakramenti ya Ekaristi kama una dhambi ya mauti. Kwa hiyo dhambi moja mauti inaweza kukupeleka jehanamu. Na dhambi ya mauti kwa ufupi ni dhambi ambayo unaifanya kwa kukusudia. Kwa mfano mtu anasema mimi naiba kitu fulani, unapanga taenda saa fulani, yule mtu atakuwa yupo taiba. Au kwa mfano mtu anapanga kwenda kufanya dhambi ya uasherati, itakwenda lodge fulani, itaingia saa ngapi na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hizi dhambi za mauti ni dhambi unayotenda intentionally. Lakini Yesu ametuona kama sisi ni dhaifu. Ndio maana Mtakatifu Alfonso de Gori anasema kwamba siku ya mwisho Mungu atakuuliza kwa nini ukuungama. Kwa nini ulitenda dhambi? Atakuuliza kwa nini ukuungama, kwa sababu anajua wewe au sisi ni wadhaifu. Kwa hiyo kama sakramenti ya kitubio kuitumia, Mungu atakuuliza kwa nini kutumia. Lakini hata kuuliza kwa nini kutenda dhambi, kwa sababu anajua sisi ni wadhaifu na tunapigana katika maisha yetu ya Kikristo mpaka tutakapokufa. Kwa hiyo tunasema kwamba muda wa kutubu kuna wakati. Muda wa kutubu hauko milele. Kwamba muda wa kutubu hauko milele. Muda wa kutubu upo unapoishi. Kwa hiyo usije kujidanganya au kadanganywa shetani kwamba iko siku utatubu, baadaye utatubu. Shetani ana buy time ili ufe ukose ile, na unapokufa ndio tunasema irrevocability of the choice, kwamba muda wako wa kutubu umekwisha. Sasa pale kama hujatubu ni kwamba utakuwa umepotea. Ila kama ulikuwa mtu wa toba utapata uzima wa milele, au utakwenda toharani, utakaswa na kuendelea. Na baada ya kufa kuna neema tena. Baada ya kufa kuna neema tena. Ila ndio maana Mtakatifu Alfonso de Gori anasema kwamba misa moja ni bora kuliko misa 1000 baada ya kufa. Kwa nini? Mtu anaweza kusema bana, mjomba wangu ni padre, babu yangu ni askofu, mimi bana si tubu, sifanye nini, nikifa utasalia misa 100. Ndugu yangu, unajidanganya. Ukifa bila kutubu, ukifa bila kuungama dhambi ya mauti, unapotea. Ina maana hata misa ukiombea 1000 baada ya kufa itawasaidia marehemu Tola na watu wengine. Kwa hiyo Mtakatifu Alfonso de Gori anasema kwamba misa moja unaosali ni bora kuliko misa 1000 utakazoombewa. Kwa sababu ile misa utakayosaliwa itakugeuza, itakupa moyo wa toba. Utakwenda katika sanduku la maungamo. Ukienda katika sanduku la maungamo, sakramenti ya kitubio ni sakramenti inayofunga jehanamu. Ni vizuri tukaipenda sakramenti hii. Ni sakramenti ambayo Mungu ametupendelea. Lakini shetani wakati mwingine anatufumba macho. Anatupa aibu. Unapotaka kuungama unasema mimi pale ananifahamu, atanijuaje? Atanionaje? Hizi ni aibu za shetani. Unaona, lazima unapoenda kuungama unanyenyekea, unamfurahisha Mungu. Na Yesu ametuambia mtu anapoungama dhambi zake, mbingu inafumuka kwa furaha, kuna sherehe, malaika wanafurahi, ni jambo jema. Kwa hiyo tujifunze moyo wa unyenyekevu. Huwezi kuungama kama au kuungama ni tendo la unyenyekevu. Ndio maana nimesema kwamba hatuwezi kwenda mbinguni kama tu unyenyekevu, kwa sababu kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Na vile vile kitu cha nne ambacho kinatufanya tusende mbinguni kutomwamini Kristo. Kwa sababu Yesu amesema kwamba katika injili yake, katika injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 12 anasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima wa milele. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu hatuna sababu ya kuogopa, tunakuwa na uzima wa milele. Lakini vile vile tuwe watu wa sala. Jehanamu tunashinda jehanamu kwa sala, sio kwa akili wala sio kwa kujua teolojia, ila kwa kusali. Kwa sababu unaposali unapata neema ya kushinda. Na Yesu Paulo anasema kwamba tumeokolewa kwa neema wala si kwa nguvu zetu. Kwa sababu katika kusoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na kuendelea mpaka wa 9 anasema tumeokolewa kwa neema. Kwa neema ni kitu cha muhimu tunapata katika sala. Lakini kuna kitu kinaitwa kwamba jehanamu tunakwenda wewe wenyewe kwa kuchagua, free will. Yaani Mungu ametupa uhuru wa kuchagua. Lakini vile vile Mungu wetu ni mwema, ametupa masakramenti mengi ya kututakasa. Tutumie sakramenti za kanisa, tutumie sala alizotupa, tuwe na matendo mema. Mambo haya yanatusaidia kufunga jehanamu. Kila unaposali unaifunga jehanamu, ila unapoacha kusali unafungua mlango wa jehanamu. Kana anavyosema Mtakatifu Alfonso de Gori, anasema wengi wanaopotea ni wale walioacha kusali. Kwa hiyo sio kusema mimi nimesali mpaka sala zote za dunia. Mpendo wa mtazamaji, ni maneno ya shetani. Sisi tunatakiwa tusali. Na Yesu ametuambia salini msiingie majaribuni. Salini muweze kushinda vishawishi. Na njia nyingine ya kuweza kuishinda jehanamu ni utii. Tunapokuwa watii na wanyenyekevu. Maana Yesu anatuambia katika injili ya Yohana sura 14 mstari wa 23, anasema mtu akinipenda
atalishika neno langu na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake kufanya makao kwake. Ina maana Utatu Mtakatifu utakuja kwako kufanya kwako. Lakini silaha ya mwisho ya jehanamu ambayo inaweza kutusaidia ni rozari takatifu. Mama Maria alipotoka mtoto Fatima aliwaambia wasali rozari ili watu wasipotee. Anasema ombeeni wakosefu. Watu wengi wanapotea, wanakwenda jehanamu kwa kasi. Na ndio bana narudia tena katika ile sala ya mwanzo ambayo malaika aliwafundisha. Hii sala tunasali katika rozari tukishasema atukuzwe Baba. Ambapo hii sala ilifundishwa na malaika kwamba jehanamu ipo na malaika kutoka kwa Mungu alileta hii sala, wala haijatungwa na mtu, ililetwa na malaika. Anasema Yesu mwema, utusamehe dhambi zetu, utukinge na moto wa milele, ongoza roho zote mbinguni, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Hii sala ukisali katika rozari unaikuta hii sala ambayo watoto wa Fatima walifundishwa, ambao tumesali mpaka leo. Lakini vile vile watoto wa Fatima walimwambia Mama Maria, Francis alimwambia, mama mimi nataka kwenda mbinguni, nifanyeje? Mama Maria akamwambia inatakiwa usali sala nyingi. Kumbuka Francis alikuwa na miaka 7 tu, mtoto mdogo sana yule, lakini aliambiwa asali rozari nyingi. Je, mimi na wewe tuna dhambi ngapi? Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji, una sababu ya kuogopa jehanamu kama ukiwa mnyenyekevu. Una sababu ya kuogopa jehanamu kama unasali rozari. Una sababu ya kuogopa jehanamu kama unampenda Yesu Ekaristi, unampokea Yesu Ekaristi, unaungama kabla ya kumpokea Yesu Ekaristi. Utaogopa jehanamu. Una sababu ya kuogopa jehanamu kama utalishika neno la Yesu, kwa sababu Mtakatifu Jerome anatuambia ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Ina maana kutujua maandiko ni kutumjua Kristo. Lazima uishi kwa neno lake. Soma neno la Yesu, kwa sababu anasema neno lako ni taa ya miguu yangu, taa kuniongoza, itakuongoza usiende jehanamu. Lakini huna sababu ya kuogopa jehanamu kama wewe unashiriki sakramenti ya kitubio, kama wewe unamuomba Yesu msamaha, kama wewe unajinyenyekeza, kwa sababu Mungu hakuweza wanyenyekevu na kuwashusha wenye kiburi. Kama tunavyokuambia Maria msema kwamba amewashusha amewakuza wanyenyekevu, wenye kiburi akawashusha. Kwa lugha nyingine kwamba ondoa kiburi. Kiburi ni mizizi ya dhambi na kinyume cha kiburi ni unyenyekevu. Unapokuwa mnyenyekevu unaifunga mbingu. Unapokuwa mnyenyekevu unakuwa mtu wa sala, unakuwa mtu wa Yesu. Ukiwa mtu wa Yesu na ukimpenda Mama Maria hata siku moja atuachi. Anatulijia. Ndio maana kule Fatima alionyesha watoto wale jehanamu. Kwa sababu kuna maneno yanasema sisi wana wa dunia tukumbuke maneno. Wimbo uliotumbwa na Mwarabu. Katika mashairi anasema Mama Maria anajua adhabu yetu, hivyo analia sana. Kwa hiyo angalia jinsi Mama Maria anavyokupenda. Kwa hiyo ukimpenda Mama Maria, ukisali rozari, una sababu ya kuogopa jehanamu. Kwa hiyo tuna kila kitu, hasa sisi wa Katoliki. Tutumie silaha zote ambazo Mungu ametupa, hasa katika kusali. Tuweze kusali, tuweze kupokea sakramenti ya kitubio, tuweze kupokea sakramenti ya Ekaristi. Yesu Ekaristi atatupa nguvu. Maana Yesu Ekaristi ametuambia kwamba katika Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 54 anasema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mpendwa mtazamaji, unasubiri nini wakati Yesu Ekaristi yupo? Kwa nini uende kuhangaika kwenye mambo mengine? Lakini kuna Yesu Ekaristi. Amemweka padri wake pale kwa ungame. Amesema pokeeni Roho Mtakatifu, ambapo mapadri uwezo wa kuungamisha. Katika Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 22 hadi 23, wote mtakaoondolewa dhambi wameondolewa. Kwa hiyo unapoenda kuungama dhambi zako zinaondolewa. Yesu anasema kwenye msalaba wake pale, anasema ijapokuwa dhambi zako ni nyekundu, nitazifanya nyeupe kuliko theluji. Kwa maana ataziondoa. Kama unakwenda katika sanduku la kitubio, unapoenda kutubio, ni kwamba ukienda kutubu, kumbuka kwamba unapotubu unaipasua mbingu kwa furaha, kwa shangwe. Maana Yesu amesema mtu mmoja atakapotubu basi mbingu yote inafurahi. Nikutakia siku njema na nikuombe unaposali kama anavyosema Mtakatifu Alfonso Ligori, ndipo unapojinyenyekesha, ndipo Mungu anapokuja, ndipo Mungu anaposhuka. Kama alivyofanya Mama Maria, alikuwa mnyenyekevu akaweza kupata kumleta Kristo katika dunia hii. Na sisi tunatakiwa tuwe wanyenyekevu ili tuweze kuifunga milango ya jehanamu kwa kusali, kwa unyenyekevu na kwa toba. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie siku njema.